kabla Baba rehema vyote vinavyojaza dunia kuwepo, wewe ulikuwepo. Na Mungu mweza wa yote, imekupendeza leo tena tuwepo katika eneo hili tujifunze neno lako. Asante Baba wa rehema kutuwezesha kufika kwenye kitabu cha 8 kwenye Biblia, nayo ni kitabu cha Rut. Neema yako iendelee kuwa pamoja nasi, penzi yako yakitimia katika maisha yetu. Baba, tunataka tujue neno lako, ili Baba wa rehema turudishe ile injili iliyokuwa kwenye karne ya kwanza ambayo adui shetani alifunika. Baba mweza wa yote, neno lako lipitapo, neno hilo Baba lipite katika taifa letu, ilinde taifa letu na kuiokoa na mabaya yote. Ipatanishe viongozi wetu Baba wa kitaifa na viongozi Baba wa rehema wa dini. Ipatanishe Baba wa rehema wananchi wa Tanzania. Neno lako Baba wa rehema ifichwe Baba ila za adui shetani, na Baba kuang'oa katika taifa letu. Neno lako litanie uchumi wetu. Neno lako Baba ilinde idara zote, ilinde na mipaka yetu. Neno hilo Baba wa rehema ambayo ni injili ya kweli, iongoze watu Baba wa rehema kwenye ujio Yesu mara ya pili. Neno hilo likipenya Baba wa rehema mipaka yetu na kwenda kwenye Baba wa rehema mataifa yanayozunguka nchi yetu, ikienda Baba katika mataifa yaliyopo katika Afrika, ikienda kwenye mabara yote, na Baba shetani apishe njia, yeye na wakala wake Baba wa rehema. Neno hilo Baba wa rehema liwakabili. Neno lipite Baba wa rehema ikitoa hukumu katika wale wanayejua ukweli na kufundisha watu Baba wa rehema uongo, wanayepotosha ukweli Baba wa rehema inatakiwa kufundishwa watu. Na Baba uwape watu kibali cha kuelewa neno lako, na hiyo neno likiwaumba tena upya, neno likiwakarabati, neno likiwaponya, na neno Baba wa rehema likiafichua Baba wa rehema vyote Baba wa rehema uliyekusudia katika maisha yao. Asante Baba, maana utainua kizazi kingine Baba wa rehema kisichokusudia fedha Baba wa rehema, na Baba wa rehema kizazi Baba wa rehema kitakachotumainia Baba wa rehema neno lako, na Baba kuhakikisha tunafikia wote. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Nione ukipunga hivi kama uko tayari. Huu ndio wakati ambao watu huwa wanapokea maana. Wakati kama huu jua ilipokuwa inapunga, ndipo Bwana alivyotembelea bustani ya Eden na akaliita Adamu. Adamu alimkuta Adamu yupo kwenye yale mazingira aliyekuwa namkuta kila wakati, lakini alivyomkoza kumuona akapaza sauti na kuita Adamu, Adamu uko wapi? Cha ajabu Adamu akaitikia kule kwenye kichaka, nimejificha huku, niko huku. Akamuuliza, vipi tumejificha, kwa nini? Tuko uchi. Akauliza, je, umekula katika matunda mti niliyekukataza usile? Maana ni nani aliyekuambia uchi? Adamu moja kwa moja akapitisha lawama ya kuwa ni yule mwanamke uliyenipa, maana nilikuwa peke yangu, nilikuwa sikukosei. Lakini ulipomleta tu yule mwanamke, maana anaanza kulaumu Mungu wakati yeye alikuwa mpweke. Hajakumbuka kwa alikuwa mpweke. Wanyama wale walikuwa wanacheka wanafurahi, lakini yeye yuko peke yake. Hatimaye akaletewa kufanana naye, akasema ni mfupa katika mfupa yangu, ni nyama katika nyama yangu. Naye akampa jina ya kuwa ataitwa nani? Ataitwa nani? Maana ya mwanamke ni nini? Ametoka kwa mwanaume, lakini alikuja kumpa jina. Mwanamke alikuwa jina lake. Maana Mungu alimpa mwanaume jina akamwita Adamu. Maana ya Adamu inatoka kwenye neno la asili ya Kiebrania inayesema Adama. Maana yake ni udongo mwekundu. Umeona sasa? So Adamu akatoka kwenye udongo, lakini Hawa, umeona sasa? Adamu alikuja kumpa mwanamke jina, akamwita nini? Hawa. Maana Hawa ni nini? Unasema kwa sauti ya chini kwa sababu una uhakika. Sema kwa sauti ya juu. Mama wote ndio ulishafundishwa hapa. Sio watakatifu wa Bwana. Ndio maana mimi wakati kama huu huwa nakaa standby, alafu nakuwa macho, maana huu ndio wakati wa mimi
kula na kushiba. Huu ndio wakati wa mimi kunywa maji ya uzima. Huu ndio wakati wa mimi kupiga hatua na kutoka kwenye hatua moja na kwenda kwenye hatua nyingine. Jana nilikuwa naendelea na kitabu cha Ruti tukiweka msingi, na nitamalizia msingi huo ili niingie kwenye sura ya kwanza. Tunataka tuende, maana wiki lazima tumalize kitabu cha Ruti. Watakatifu wa Bwana, gari yetu imeshakamata moto. Tunataka twende mwaka huu tuone tunafikia wapi. Hatutaki bla bla tena. Amina. Tuliona kabisa ya kuwa kitabu cha Ruti ni kitabu cha 8 kwenye Biblia, na tukaona ya kuwa kitabu cha Ruti ni moja kati ya vitabu viwili ambayo vimetajwa ama vimetumia jina la wanawake. Baada ya kitabu cha Ruti kuna kitabu kingine kinaitwa kitabu cha Esther. So vitabu viwili hivyo kwenye Biblia vimetumika majina ya wanawake, lakini huyu mwanamke anayeitwa Ruti ambao jina lake lilitumika katika kitabu hicho, kwanza hakuwa wa agano. Hakuwa mwanamke anayetoka kwenye ile agano la Ibrahimu na Mungu, wala kwa lugha nyepesi hakuwa Mwisraeli, hakuwa Myahudi, lakini alikuwa ni mwanamke anayetoka kwenye mataifa. Yani alikuwa ni mwanamke wa Kimoabu. Lakini hebu pata picha ya kuwa kama wa mataifa walipenya na majina yao yakaingia kwenye Biblia, majina yao yakaingia kwenye ukoo wa Yesu Kristo, majina yao yakaingia katika ile mapenzi ya Mungu Baba na ile ramani yake ya kuleta ukombozi. Maana yake ya kuwa kumbe Mungu alikusudia tangu mwanzo kwa ajili ya wana wa ufalme ambao walikuwa ni taifa teule, taifa la Israeli, lakini pia kwa ajili ya mataifa. Ndiyo maana watakatifu wa Bwana, yale Mungu aliyeambia Wayahudi ya kuwa nyinyi ni taifa teule, nanyi ni taifa la kimakwani, leo hii Mungu alisema maneno hayo kwa wale wa agano jipya ambao sisi, lakini kupitia kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9-11 akasema, nyinyi ambayo hamkuwa taifa sasa mmekuwa taifa, nanyi mmekuwa uzao mteule, mmekuwa taifa la kimakwani. Lakini muona sasa, ili tufanye nini? Ili tutangaze fadhili za Bwana. Hiyo fadhili za Bwana ni ili tutangaze injili ya kweli. Umeona sasa, kumbe Mungu aliwachagua taifa la Israeli ili ajifunue katika hiyo taifa moja la Israeli kwenye agano la kale. Maana agano la kale ilikuwa ni agano kati ya Mungu na taifa moja, ili ajifunue katika hilo taifa moja wapate kumjua, alafu hapo aje atoe mbegu, na kupitia hiyo taifa moja apate kufahamika katika mataifa mengine yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini taifa hilo moja likakataa, lakini Mungu bado akatoa mbegu pale. Lakini sasa kupitia mbegu aliyetoa ambao ni Kristo Yesu, sisi ambao ni wa mataifa ikapandwa mbegu hiyo kwetu, nasi tukafanyika sasa tuliyekuwa ni mzaituni mwitu, sasa tukawa ni mzaituni nini? Mzaituni wa kweli. Lakini tukikatwa matawi na tukipachikwa katika shina la mzaituni wa kweli. Sema, mimi nilikuwa mzaituni mwitu. Mimi nilikuwa mzaituni mwitu. Bado wewe ni mzaituni mwitu. Sasa tumekuwa mzaituni wa kweli, maana tulikatwa tawi tukapandikiziwa juu ya shina ya mzaituni wa kweli. Ndio maana Yesu akamwambia yule mwanamke Samaria pale katika kisima cha Yakobo ya kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Nyinyi hamjui mnachokiabudu, lakini sisi twajua tunachokiabudu. Akasema kuwa baba yetu waliabudu juu ya mlima huu. Alikuwa ananyoshia kidole mlima yule Gerizim, ambayo ilikuwa ni mlima wa baraka, na Wasamaria wakiwa wamefanya nini? Wakiwa wamewanyang'anya Waisraeli mlima Gerizim, na jambo hilo lileta utata mkubwa. Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke kuwa saa inakuja ambayo Bwana hataabudiwa tena juu ya mlima nini? Gerizim, bali ataabudiwa katika roho na nini? Na kweli. Ndio maana linda sana moyo wako kuliko vyote, hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Watakatifu wa Bwana, nasema hivi, Mungu anapenda wanayempenda. Je, unampenda namna gani? Utampenda Mungu pale unapotenga muda wako na kukwenda mbele za Mungu. Kama sasa hivi uko mbele za Bwana,
ili usikie anachosema. Jana tuliendelea na kuona ya kuwa kitabu hicho mwandishi wake haujaandikwa ni nani, lakini watakatifu wa Bwana aliyeandika kitabu cha Waamuzi ndiye aliyeandika kitabu cha Ruti, na ndiye aliyeandika kitabu cha Samueli wa kwanza. Na aliyeandika kitabu hicho bila shaka alikuwa ni nabii Samueli. Tuliona nabii Samueli aliandika kitabu hicho, kiliandikwa kwenye mwaka wa 1000 kamili, wakati wa utawala wa mfalme Daudi. Lakini tuliona kabisa kuwa kitabu cha Ruti ilikuwa ni wakati, tutaona inavyoanza, ilikuwa ni wakati wa waamuzi, lakini haijaandikwa wakati gani. Yawezekana moja kati ya wakati ya mapumziko, alipokuwa na mapumziko, labda miaka 40, labda miaka 80, baada ya Mungu kuinua mwamuzi na mwamuzi kwenda kupiga maadui zao na kuleta ukombozi. Maana kwa wakati huo yaonekana ya kuwa walitenda mabaya, maana njaa iliingia. Nakumbuka Musa aliahidi ya kuwa katika ile nchi wanayevukia, nchi hiyo ingekuwa ni nchi inayotoa asali na maziwa. Maana yake ingekuwa ni nchi yenye rutuba ambayo wasingepungukiwa, wangekuwa na utele. So njaa inayotokea ilazimisha familia moja iliyekuwa inamtumainia Bwana itoke katika taifa la Israeli na waende katika taifa la kigeni kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula. Lakini hatimaye familia hii inapata balaa kwa kufiwa na baba mwenye familia, lakini pia na watoto wake wawili, lakini wake zao wakibaki. Na hatimaye katika hao wanayebaki, mmoja anaondoka, lakini mmoja anaungana na mama mkwe wake, na hatimaye wawili hao wakiambatana wakirudi katika taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona kusudi lake ilikuwa ni kuona habari za mpango wa Mungu juu ya ukombozi ambayo ilibeba wana wa ufalme ama taifa la kimakwani ambao ni taifa la Israeli, lakini pia ilibeba na mataifa mengine. Ndio maana nasema hivi, Mungu alikuwa na mpango na mataifa, lakini Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Sema, Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Umeona sasa? Ndio maana Mungu anaanza uumbaji siku ya kwanza, anaumba nuru, lakini Mungu anajua kabisa nuru niliyeumba siku ya kwanza haijakamilika. Nuru haikuwa na mwanga wa kutosha. Mungu anaacha akijua kabisa kuwa niendelee kuumba vitu vingine, lakini huu uumbaji wa siku ya kwanza nitaikamilisha kwenye uumbaji wa siku ya 4. Mungu alipoumba mianga katika anga. Mianga ni jua, mwezi na nyota, ambao jambo hili kwa mujibu wa Biblia watakatifu wa Bwana, mianga iliumbwa katika moja katika maeneo matatu inayotengeneza dunia. Dunia inayo nyanja kuu tatu. Dunia inayo anga ambayo ilikuja kuitwa mbingu, dunia inayo nchi kavu, dunia inayo makusanyiko ya maji. Tunaposema nchi kavu, tunasema mabara yale 7. Tunaposema makusanyiko ya maji, tunasema zile bahari ambao ziko bahari kuu ngapi? 5. Nani atakayenitajia bahari hizo kuu 5? Niliwahi kufundishwa hapa. Cha kwanza ni Mediterranean sawa, Pacific sawa, Indian sawa, Arctic sawa na Antarctica, si ndio? Arctica na Arctic, si ndio? So ziko bahari 5. Hizi bahari zimeunganika, ndio maana ukitoka hapa katika bahari ya Hindi ukizunguka unakuja kutokea tena bahari ya Hindi. Ina maana makusanyiko ya maji yamezunguka dunia. Ndio maana utakuta kuwa sehemu iliye kubwa duniani ni sehemu ambayo ni makusanyiko ya nini? Ya maji. Lakini sasa umeona kuna makusanyiko ya maji, kuna nchi, kuna anga, lakini Mungu anaumba mianga katika nini? Katika anga. Anga iliumbwaje? Uumbaji wa siku ya pili, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kisha Mungu akasema, wakati huo kumbuke ya kuwa maji yamejaza dunia mpaka juu, hapa hakuna pa kuweza kutua. Ndio maana ni Roho wa Bwana alifanya nini? Alikuwa juu ya uso wa maji, lakini kwenye vilindi vya uso wa maji palikuwepo na giza. Ina maana giza, nilikuambia, ni utawala wa
yule shetani ama Lucifer aliyetupwa kutoka mbinguni. Hiyo ni Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Maana kuna wakati mwingine hakuna aliyekuambia kwa Biblia imesitirika. Ndio maana kuna vitu vingine lazima usome mbele uelewe. Ukisoma kwenye Mwanzo sura ya 3 habari za yule nyoka aliyeongea, ni wapi? Kwenye Mwanzo sura ya 3 imeandikwa kwa nyoka alikuwa ni shetani? Imeandikwa kwa nyoka alikuwa ni moja kati ya, alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama watu wa nini? Lakini ili ujue kwa ule nyoka alikuwa ni shetani, lazima ufanye nini? Nilisema kuwa agano la kale, sema agano la kale, ni agano jipya imefunikwa. Agano la kale ni agano jipya imefanya nini? Haijafikia hatima yake. So agano la kale ni agano jipya haijafunuliwa. Ni sawasawa na machungwa hayajakomaa. Umeona sasa, ukiachuma kabla hajakomaa ina maana huwezi kula, maana yanakuwa ni machachu sana, si ndio? So kinachofanyika ni nini? Agano jipya ni agano la kale imefanywaje? Sema agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Agano jipya ni agano la kale imefunuliwa. Agano jipya ni agano la kale imefikia wakati wake wa kutumika. So kinachofanyika ni nini? Unapopata neno kwenye agano la kale lazima uende kwenye agano jipya ili upate kuona ya kuwa ni agano hilo la kale imefunuliwaje. Ndio maana unaposoma kwenye Mwanzo sura ya 3 unaona kuwa nyoka alikuwa ni mnyama mwerevu kuliko wanyama wote wa mituni. Unaenda kwenye agano jipya. Ukienda kwenye agano jipya, ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 9, unaona kabisa kwa imeandikwa, na yule ibilisi aitwaye shetani. Inaanza kusema kwa yule joka wa zamani aitwaye ibilisi na nini? Shetani. Huyu joka wa zamani ni nani? Unasema yule nyoka aliyetajwa mara ya kwanza kwenye Biblia. Kumbe ni joka wa zamani. Yani wa zamani, yani ni wa zamani kuliko wote. Ndio kwanza kutajwa kwenye Biblia. So unapata picha kwa kumbe yule mnyoka yule alikuwa ni mjoka, lakini kumbe anaitwa shetani na ibilisi au danganyaye nini? Ulimwengu. Lakini ukipata imeandikwa mara moja usichukue, maana lazima andiko iandikwe zaidi ya mara moja ili ifanye nini? Iwe imedhibitia kwenye Biblia. Unakwenda kwenye Ufunuo sura ya ngapi? Sura ya 20 mstari wa 5 kabisa imeandikwa kuwa na yule joka wa zamani aitwaye shetani na audanganyaye nini? Ulimwengu. Unapata picha kwa yule nyoka kumbe alikuwa ni nyoka wa kawaida, maana nyoka anayo nafsi na mwili. Sema nyoka na nafsi na mwili. Nyoka na nafsi na mwili. Wanyama wote wana nafsi na mwili, lakini wanakosa kitu kinachoitwa roho. Ndio maana hakuna mnyama anayekwenda mbinguni. Mbinguni ni ulimwengu wa kiroho. Ndio maana hata mwanadamu hawezi kwenda mbinguni jinsi aliko hivi ati ana mwili iliyebeba roho ndani yake na nafsi ya Mungu. Lazima auvue huu mwili, avae mwili wa rohoni. Ndio maana mbinguni ni roho ya mwanadamu inakwenda. Ndio maana ni roho zinakuwepo kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana yule nyoka alikuwa hawezi akaongea na mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alihitaji roho inayoweza kuongea. Ndio maana hata yule punda tuliyeona ikaongea na Balaam kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 20 na ngapi? 22. Tuliona punda akisema na nani? Na Balaam. Mwana wa nani? Mwana wa nani? Usinitafute maneno wewe. Usinitanie. Mwana wa nani? Mbona sema mwana wa nani? Mwana Beori unashindwa kutamka. Mdomo wako una ganzi. Wewe. Sema mwana wa Beori. Unachogopa ni nini wewe? Yule punda aliyesema na mwana wa Beori. Yule punda ni roho wa Bwana. Alisema ndani ya nani? Ndani ya yule punda. So yule nyoka alikuwa nyoka sio kawaida, maana nyoka yule akamsalimia Hawa. Sasa hizi Hawa
Au akastuka. Nyoka anasema. Hakuna kwenye Biblia sehemu nyingine ambao wanyama walikuwa wanaongea. So yule nyoka ni roho ya yule ibilisi, akamtumia kama chombo chake, akamtumia kama usafiri wake. Ndio maana ukiona maeneo yote ambayo kuna mahusiano na shetani, utaona mwalama wa nini? Wa mnyoka. Nyoka akawa ni nembo na alama ya nani? Ya shetani. Alama ya Roho Mtakatifu ni nini? Njiwa. Unawaza kwanza, mtoto wa mtu ni njiwa, ndio. So yule nyoka ni roho yule ibilisi, roho yake ikamuingia nyoka. Nini? Shetani ana desturi na kanuni ya kutafuta nini? Kutafuta vile vilivyo vizuri. Ndio maana mtu mwenye nyota kali, mtu mwenye maarifa, shetani anamkumbatia sana. Una maarifa wewe, ndio maana shetani anakung'ang'ania. Una akili wewe. Nyoka alikuwa ni mnyama mwenye akili kuliko wanyama wote wa nini? Wa mwituni. Ndio maana shetani hakutafuta yule mjinga. Shetani hakutafuta yule hana kitu. Alitafuta yule mnyama mwenye akili. Ndio maana akamwingia pale. Yeye ndiye aliyemsalimia nani? Akastuka. Hajastuka, kashapigwa swali. Eti hivi ndivyo aliposema, msile kwenye matunda miti yote ya bustani ya Eden. Mimi ningekuwa ningemwambia Bwana, hebu subiri kwanza mume wangu aje, maana mimi sikuwepo. Alikuwepo? Hakuwepo. Kila ambacho sichokijua, kwa nini utoe maelekezo? Hawa wanaanza kunyosha. Hawa walipoanza kunyosha, tayari kumbuka ya kuwa shetani yule anaanza kumtawala. Kama hawa wanasema kabisa, tumeambiwa kuwa tunaweza tukala katika matunda ya miti yote, lakini tusile kwenye matunda ya mti wa mema na wala tusifanye nini? Usiguse. Aliambiwa Adamu asiguse? Hakuambiwa. Hajakamatika hapo. Amekamatika. So umeona jinsi tunavyofahamu ya kuwa yule nyoka alikuwa ni shetani. Na maana nyoka lakini shetani ndani yake. Ndio maana wewe, yawezekana wewe upo lakini shetani akaingia, akaikaba roho yako, akakupagawisha. Ndio maana shetani yule, umeona yule nyoka sasa alikuwa na vipengele vingapi? Vitatu. Alikuwa na roho ambayo ni shetani, alikuwa na nafsi na mwili. Alikuwa na vipengele vingapi? Vitatu. Kama mwanadamu ana roho, nafsi na mwili. So ndio maana ilimlazimu Yesu naye ambao ni roho, Yesu naye aje azaliwe, lakini naye sasa awe na vipengele vingapi? Vitatu. Awe na nafsi, mwili na roho. Ndio maana ukienda kwenye Isaya 9:6, tumepewa mtoto mwanamume na amezaliwa mtoto wa kiume. Umeona sasa? So tuliyepewa ni aliyetoka mbinguni. Yesu akasema kuwa hakuna aliyekwenda mbinguni ila aliyetoka mbinguni akashuka, lakini aliyezaliwa yule ndio yule ambaye alibeba dhambi. Maana aliyetoka mbinguni asingeweza kugusa dhambi. Amen. Yule alikuwa ni Mungu, hawezi kuchangamana na giza. Ndio maana wakati wa kujaribiwa Yesu na kuuawa, Yesu akasemaje? Mungu wangu, mbona unafanya nini? So ni yule mtoto aliyefanya nini? So yule tuliyepewa sasa akasimama pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Amen. Sasa Yesu alimshindaje shetani? Shetani alikuwa na mwili na nafsi ambayo alichukua kwa mnyama, lakini Yesu akavaa mwili na nafsi na roho ya kimwanadamu. Alikuwa ni mwanadamu 100%, lakini katika nafsi alikuwa nazo mbili. Alikuwa na nafsi ya mwanadamu, lakini nafsi ya nini? Ya uungu. Tupigie Bwana makofi makubwa. Nilikuwa najaribu kueleza mtu mmoja alitaka toke hapa. Naendelea na kueleza kidogo, alafu niende kwenye sura ya kwanza. Elimeleki alikuwa ni wa Efrata. Bethlehem ilikuwa inaitwa mwanzoni hapo Efrata. Ilikuwa ni eneo la Wayuda, lakini inaitwa Bethlehem ya Yuda. Nilisema kwa nini itwe Bethlehem ya Yuda? Kwa nini siitwe Bethlehem ya Dan? Kwa sababu palikuwa na Bethlehem nyingine ambayo ukisoma kwenye Yoshua sura ya 19
mstari wa Yakobo 5 utaona pale Bethlehem ya wapi? Ile ni Bethlehem 19, soma mpaka 15. Utaona sehemu imeandikwa Bethlehem ya Zabuloni. Ndio maana eneo la Zabuloni kule kaskazini palikuwa na sehemu inaitwa Bethlehem, lakini palikuwa na Bethlehem pia Efrata, ambayo ilikuwa ni katika eneo la Yuda. Elimeleki alikuwa ni wa Efrata pale Bethlehem, kwenye mji ambao alikuja kuzaliwa nani? Daudi, kwenye mji aliyekuja kuzaliwa nani? Yesu Kristo. Ndio maana tutaona pale nabii moja akitabiri kuwa ewe Bethlehem wa Efrata, patatokea nini? Mfalme atazaliwa hapo. Taona, lakini hebu twende. Elimeleki, maana ya jina lake Eli nilikuambia ni Mungu Kiebrania. So Melek nilikuambia ni mfalme. Abimelek, mwingine nani aliyekuwa na Melek? Mfalme wa Salema alikuwa anaitwa nani? Melkisedeki. Maana yake ni maana yake ni mfalme wa amani, Sedeki. Huyu sasa ni Elimeleki, yule ni Melkisedeki. Melkisedeki ina maana mfalme wa nini? Wa amani. Lakini huyu ni Elimeleki, Mungu ni mfalme. So umeona sasa, jina la Elimeleki ilikuwa ni Mungu ni mfalme, lakini jina la Naomi ilikuwa ni mtu mwenye furaha. Lakini alikuwa na watoto wawili, mmoja akiitwa Meloni, mwingine akiitwa nani? Kilioni. Mwingine akiitwa nani? Kilioni. Mwingine akiitwa Kilioni. Meloni maana yake ilikuwa ni mdhaifu, weak, mdhaifu. Meloni. Kilioni maana yake ilikuwa ni kushindwa. Hebu ona majina waliowapa watoto wao. Wewe watoto wako hawana majina ya kushindwa, mdhaifu, mgonjwa, shida, njaa, tamaa. Majina hapo kwenye watoto wako. Naomi hapo niliona amechemka. Meloni mdhaifu, Kiingereza weak. Meloni. Kilioni maana yake mdhaifu. Lakini sasa tunaona ya kuwa kitabu hichi kinaongelea sana wamama wawili hao ambao ni Naomi na huyo mkwewe ambayo ni Ruthi. Sasa watakatifu wa Bwana, nisiende sana, nataka tuende kwenye sura ya kwanza. Tuende kwenye sura ya kwanza. Tuende kwenye sura ya kwanza, alafu tutaona muktasari itakuja kupa siku ya Jumapili. Lakini hebu tuende moja kwa moja, nataka nipitie sura ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. So hebu tuende sasa. Ina sura 4 kitabu hicho, na nimekuambia ilikuwa ni kipindi cha waamuzi. Tutaona zaidi tunapoingia katika sura ya kwanza. Hebu tuende kwenye sura ya kwanza. Sura ya kwanza nimeigawa kwenye dondoo kuu 4 tu. Elimeleki na Naomi, hiyo ni kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili. Sura ya kwanza hiyo. Kifo cha Elimeleki na wanao, hiyo ni mstari wa 3 mpaka wa 5. Alafu dondoo kuu ya 3 ni Naomi, mstari wa 6 mpaka 13. Alafu dondoo ya 4 ni Ruthu, mstari wa 14 mpaka 21. Sasa hebu twende, maana sasa kupoteza muda, nataka tupitie sura ya kwanza, alafu nitakuwa na kazia hapo. Watakatifu wa Bwana, acha nikwambie, yawezekana ukauliza kwa nini habari za familia moja ikaandikwa. Hiyo familia moja ilimtumainia Mungu hata wa kipindi ambapo palikuwa na mmomonyoko wa maadili katika taifa la Kiisraeli. Lakini hebu tuone jinsi ambayo
walipoanza vizuri wakataka kumalizia vibaya, lakini Mungu akiwainua tena. Maana yule Naomi pamoja na hivyo aliendelea kumtumainia Bwana, ingawa imani yake ilianza kulega baada ya kupitia magumu, hata akadiriki kusema kwa Bwana, mkono wa Bwana umekuwa kinyume naye. Lakini mara ngapi tumesema Bwana ametoaje? Kuna wakati mwingine Bwana amenyamaza, tunataka kuona ya kuwa utaendaje. Hebu twende katika Mwanzo kwenye sura ya kwanza kitabu cha Rudi. Toka kwa jina la Yesu. Amina. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika zamani za waamuzi na maana zama za waamuzi ambao tuliwaona katika kitabu cha Waamuzi ambao ni kitabu cha 7 kwenye Biblia. Tuliona hawa waamuzi wanayetajwa walikuwa waamuzi 12. Nani atakayewataja haraka? Hawa waamuzi tuliowaona kwenye kitabu cha Waamuzi. Wa kwanza alikuwa nani? Sijakusikia. Wa kwanza Othnieli, wa pili Ehudi, wa tatu Shamgali, wa nne Debora, wa tano Gideoni, wa sita Tora, wa saba Yaili, wa nane Ibsani, wa nane Yefta, wa tisa Ibsani, wa 10 Heroni, wa 11 Abdoni, wa 12 Samsoni. Tupigie Bwana makofi makubwa. Hao ni katika utawala wa hao waamuzi. Hapa tuandiki mate wakati wino upo. Ndio maana unaposema habari za waamuzi, nitakuuliza pia na miaka mingapi alitawala, ni miaka mingapi ambayo walikuwa na amani. Maadui zao aliyewashinda walikuwa ni wanani? Huyu mwamuzi alikuwa ni wa kabila gani? Alikuwa anaitwaje baba yake? Watakatifu wa Bwana lazima uyajue hayo. Ukiyajua hayo, inakuwa ni chakula kilicho kuwa na viungo vyote pamoja na chumvi, si ndio? Hebu twende kwa jina la Yesu. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda akaenda kukaa mtu mmoja kwenye Bethlehemu ya Yuda. Umeona, unamkuta anapotaja Bethlehemu, muulize ni Bethlehemu ipi? Ya Yuda ama ya Zabuloni? Nimekuambia ukitaka kujua Bethlehemu ya Zabuloni, nimekuambia ilikuwa kwenye Yoshua 19 mstari wa 5. Utaona bila shaka ya kuwa palikuwa na Bethlehem katika eneo la Zabuloni. Wazabuloni walikuwa wapi? Walipata urithi wao kaskazini mwa Kanaani. Lakini hii Bethlehem ya Yuda, Wayuda walipata urithi wao wapi? Kusini mwa nchi ya Kanaani. Umeona umbali wake? Ina maana ukitoka kusini mpaka kaskazini ilikuwa mbali. Ni sasa sana hapa kwetu. Utakuta hapa Dar es Salaam kuna sehemu inaitwa nini? Kagera. Ukienda kule kwetu unapata Kagera. Yes. Ukienda kule Arusha kuna Mianzini, si ndio? Ni Arusha ni wapi? Ukija hapa kwetu hapa Bongo unapata Mianzini hapo Kunju. Manzese ni wapi? Iko wapi? Pale baada makaburini pale kama unaenda Kagera. Katikati kuna Mianzini pia. Mwana, Mianzini ndio maana umeona mtu akiongea habari za Bethlehem mwambia Bethlehem ipi? Unacheka tu. Inapatikana wapi? Unacheka tu, nasema yes. Bethlehem ni wapi? Atakwambia acha kucheza na watu bwana. Bethlehem. Mkalishe chini, mpe soda, alafu mpeleke kwenye Biblia, mnyambulie Biblia. Twende kwa jina la Yesu. Yeye na mkewe na wanawe wawili, na jina la huyo mtu aliitwa Elimeleki. Nilikwambia maana Elimeleki maana yake ni Mungu ni mfalme. Nitakwambia kuwa ilikuwa na taswira, sio mchezo. Ilikuwa nini? Ilikuwa na maana ya kinabii. Maana pata picha ya kuwa huyu Naomi alikuwa anawakilisha taifa la nani? La Israeli. Na kipindi hicho cha waamuzi, ina maana Israeli ilikuwa imemwacha nini? Ilimwacha Mungu. So kifo cha Elimeleki ilikuwa ni utengano wa Naomi na nani? Na Mungu ni mfalme. Ina maana iliwakilisha wana wa Israeli kujitenga na Mungu aliyekuwa ni mtawala wao. Nilisema kwenye Agano la Kale, Mungu alikuwa ni mtawala wa wana wa Israeli. Alikaa katikati yao, aliwaongoza, maana utawala ule ulikuwa unaitwa utawala wa kimungu. Theocracy ama theocratic state is a state whereby
God is the one who was governing or is governing. Umeona sasa? Ndio maana kumbe familia hii iliwakilisha taifa la Israeli inatengana na Mungu. Ndio maana huyu mwanamke akatengana na mume wake, lakini kifo. Wale walitengana na nini? Walitenganishwa na dhambi. Je, dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kumbe mauti ilitenganisha wana wa Israeli na Mungu. Hebu weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Ukiwa kwenye maombi pepo linang'oka. Ukiwa kwenye maombi ngome zinaanguka. Subiri uone Bwana atakapoweka kwenye maombi utablow mapigo. Twende kwa jina la Yesu. Na majina ya wanawe wawili, Maloni na Kilioni wa Efrati wa Bethlehemu ya Yuda. Nimekwambia Efrat. Mwanzoni ilikuwa inaitwa Bethlehem Efrat. Tunaipata kwenye ile Mwanzo sura ya 35. Wakati gani? Wakati ambayo mama moja alikuwa anajisikia kujifungua, naye akajifungua akafa, na mtoto akaitwa nani yule? Na yeye alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Benoni. Maana yake nini? Mtoto wa mkono wangu wa kinini? Wa kuume. Alikuwa Israeli. Twende kwa jina la Yesu. Wakafika nchi ya Moabu akakaa huku. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Na jina la Hebu nikuulize. Jambo la kwanza, familia hii ilikuwa inamtegemea Mungu. Ilikuwa ni familia iliyomtumainia Mungu wakati wa giza, wakati tayari taifa la Israeli walishamwacha Mungu aliyekuwa ni Bwana ama mfalme anayewatawala. Umeona sasa? Dhambi iliyowafanya Waisraeli watengane na Mungu nini? Dhambi ni mauti. Maana mauti ni mshahara wa nini? Wa dhambi. Ndio maana Naomi naye ni dhambi. Mauti ndiye itakayefanya nini? Itakayemtenganisha na Bwana ni mfalme. Mume wake ni Elimeleki, maana yake Bwana ni mfalme. Naona sasa, kumbe familia hii ilikuwa ni picha ya familia ya Mungu ambao ni taifa la Israeli. Lakini sasa hivi sisi tumekuwa ni familia ya kimungu, tumekuwa ni uzao mteule. Lakini wewe kama mzao mteule unatembeaje? Unajua kama wewe ni uzao mteule? Kuna vitu ukivijua, ukipita mahali hata wewe mwenyewe huwezi kuogopa. Hebu twende bila samani. Ndio kidogo maelezo ya Naomi kuwa Naomi tumeona ni maana yake ni furaha. Alafu anakuwa ni kama ni mpinzani kwa mume wake ambaye ni Elimeleki. Hapo kidogo sijaelewa. Naomi, nimesema hivi. Naomi alikuwa ni mke wa Elimeleki. Wakazaa watoto wawili wanaoitwa Meloni na Kilioni. Nikasema maana ya jina Elimeleki ni Bwana ni mfalme. Maana yake nikakurudisha nyuma nikakwambia habari za Mwanzo sura ya 14, yule Melkizedek. Umeona Melkizedek, Melkizedek maana yake ni mfalme wa amani, lakini Elimeleki maana yake ni Mungu ni mfalme. Umeona sasa? Maana ya kutajua kabisa Eli ni Mungu. Ndio maana kwetu kule tunawaita watoto Eli kule Uchagani. Eli bariki, Eli minja, Eli nani? Eli neema. Eli neema, Eli amani. Umeona sasa? Nini maana yake? Ni Mungu. Lakini sasa Melek maana yake ni mfalme. Sasa maana ya Elimeleki ni mfalme, Mungu ni mfalme. Lakini Naomi nikakwambia maana ya jina Naomi ni mtu mwenye furaha. Umeona sasa? Mwenye furaha. Hiyo ni jina la Naomi. Ndio maana walivyo utaona atakapomuita kuwa Naomi lazima msiniite mtu mwenye furaha. Niiteni nini? Mara. Maana yake nini? Uchungu. Nikakwambia Melon maana yake ilikuwa ni mdhaifu. Lakini kile nilikwambia alikuwa maana gani? Kushindwa. So hebu pata picha. Naomi anawapa watoto wake majina gani haya?
Jina lake ni nzuri, jina la mume wake ni nzuri, jina la watoto Ola. Mbona wao walipewa majina mazuri? Wewe ulipewa jina nzuri. Mbona wewe watoto wako nawapa majina ajabu? Mara njaa, mara tabu, mara shida, mara kupigwa. Maana wakati ukiwa mjamzito mume wako alikuwa anakugonga gonga kama ngoma. Jina la kitu ni kitu chenyewe. Uwezi ukaitwa shida ukapata amani. Labda upate mtu aombe kweli kweli na aweke sawa. Sasa nikasema Naomi mume wake alikuja kufa, na mume wake alipokufa, ina maana Naomi akatengana na nani? Akatengana na Elimeleki, lakini kifo ikawatenganisha. Kwa lugha nyingine, Naomi akatengana na nani? Akatengana na Bwana ama Mungu ni mfalme. Umeona sasa, Naomi anawakilisha taifa la Israeli. Maana taifa la Israeli tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya ngapi? Sura ya 12, unaanza kuona yule mwanamke aliyekuwa na mwezi na jua na nyota 10 na ngapi? 12. So 12 tunajuaje? Tunarudi kwenye Agano la Kale ambao ni ndoto ya Yusufu, ambao ni Mwanzo sura ya 37. Yusufu akaota ndoto ya kuwa jua, mwezi na nyota 11 zinafanya nini? Hao ndio waliokuja kutengeneza taifa la nini? So yule mwanamke, ina maana Naomi anawakilisha taifa la Israeli. Lakini wakati ambao familia hiyo ilikuwepo, ilikuwa ni wakati ambayo wakati wa waamuzi, ambayo taifa la Israeli likengeuka na ikafanya nini? Ikatengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zao. Lakini akakwambia mshahara wa dhambi ni mauti. Maana yake hii mauti iliyotenganisha Naomi na Mungu ni mfalme ilikuwa ni mauti, ambao mauti inafanana na ile dhambi iliyotenganisha wana wa Israeli na Mungu aliyekuwa ni mfalme wao. Tupigie Bwana tena makofi makubwa. Lakini hiyo ni maana yake ya kinabii. Usiwe na mashaka, tunaendelea. Hebu twende tuone. Na jina la mmoja aliitwa Opa na jina la wapili aliitwa Ruth. Tayari anakufa Elimeleki. Lakini ni muda mfupi wameenda wapi? Wameenda Moabu. Moabu ilikuwaje? Unapokuwa pale Yuda, Moabu ilikuwa upande wa kusini mwa mashariki. Ina maana kusini mwa mashariki ilikuwa ni mashariki mwa bahari ya chumvi, Dead Sea. So kinachofanyika haikuwa ni mwendo mrefu sana, ilikuwa ni maili chini ya 50 unafika katika nchi ya Moabu. So wanapokaa kule, lengo ni kutafuta chakula. Lakini je, walimuuliza Mungu? Tutaona kwa nini Elimeleki anakufa na watoto wake wanakufa. Lakini Elimeleki anapokufa, tayari watoto wake wanaoa sasa. Wanaoaje? Wanaoa Moabu. Je, Mungu alisemaje kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 7? Mwanao usimuoze wa Kanani, si ndio? Wala binti yako usimuozeshe, wala mtoto wako usimpe binti yako. Lakini umeona sasa, tayari hapo familia inayemtegemea Bwana tayari naenda kinyume na Bwana. Hapo vipi? Ukienda kinyume na Bwana, shetani amepata nafasi. Je, ujala kichapo hapo? Hebu twende. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa Maloni na Kilioni wote wawili. Toba na Kilioni maana anakufa sasa. Lakini ndani ya miaka 10 wanakufa. Hawajapata watoto. Tayari Naomi anabaki hana tumaini. Alikwenda kula amejaa. Alikwenda kula, anaitwa Naomi mwenye furaha. Anarudi anasema siitwe Naomi, aitwe nani? Mara, aitwe uchungu. Lakini nasema hivi, Mungu alibadilisha uchungu wa Naomi ikawa ni furaha tena. Bwana abadilishe uchungu wako na iwe ni furaha tena kwa jina la Yesu. Bwana abadilishe mabaya yaliyokupata yawe ni mema tena. Bwana afungue maisha yako na kusudi lake hata kabla ya ujauzito wako hajatungwa ndani ya tumbo la mama yako itimie katika jina la yeye aliye hai. Amen. Hebu twende. Na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumeo pia.
Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi katika nchi ya Moabu, kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia kwamba Bwana amewajilia watu wake. Tayari watakatifu wa Bwana. Tukirudi nyuma kule, tunaona hii habari ya kusikia njaa alafu natoka. Nimejaribu kufanya utafiti na kuangalia waliyetoka wakaenda kwenye nchi nyingine kutafuta chakula, mabaya aliwapata. Hata Yakobo aliyetoka Kanani na watoto wake akaenda Misri. Kwa Mungu hata mabaya yanakuwa ni mema. Umeona mateso yaliyowapata wana wa Israeli kukaa utumwani miaka mingi, ilikuwa ni habari za kuteremka kwenda kutafuta nini? Chakula. Je, Ibrahim alipotoka Pandani Aram, Arani akaenda mpaka Kanani. Je, ilipotokea njaa alienda Misri kweli? Je, hakukumbana na mabaya huko? Pata picha, mtu anachukua mke wako. Unaingiwa na hofu alafu unamwambia Bwana, mama watoto, wewe si dada yangu yetu. Tukifika Bwana, tunajua tena. Sema kwa wewe ni sis. Ongezeka pale sis Bwana, sister. Vipi sister? Watakatifu wa Bwana, tusiwe na roho ya uoga hivyo. Usiuze mke wako ama mume wako kwa ajili ya fedha. Amen. Uoga ni kitu kibaya. Ni kweli Ibrahim aliokia, lakini je, yule Mungu aliyemwahidi ya kuwa atakaye mlani atalaaniwa, atakaye kwenda kinyume mabaya atampata, alikuwa wapi? Tayari alikwenda kutafuta chakula. Je, Isaka naye alitoka akashuka kule wapi? Kule kusini. Aliposhuka kule kusini, huko baba yake aliwahi kukaa kule kwenye nchi ya Abimeleki. Hakusema uongo? Je, hakufukuzwa na kunyang'anywa visima vile vya maji? Lakini umeona, napata picha kuwa waliyetoka, angalau Isaka, yeye alimuuliza Mungu akasema kwa usiende Misri, lakini kaa katika nchi ya kusini ambayo ni Negebu, nami nitakubariki pale. Lakini tunaona kabisa hii familia inayomtegemea Bwana walitakiwa waombe. Nimesoma kwenye chanzo kimoja inaitwa Targum. Nikaona kabisa Naomi hapo, naona Naomi anasikia taarifa, lakini nimesoma kwenye ile chanzo cha Targum nikapata ya kuwa kumbe ni malaika alimwambia nani? Naomi habari za arudi kwenye nchi ya nini? Yake Bethlehem ya Yuda, maana chakula ilikuwepo. Lakini hii Bethlehem ya Yuda ilikuwa na maana gani? Maana ya jina Bethlehem ilikuwa ni nyumba ya chakula ama nyumba ya mkate. Ina maana wale watu waliyekuwa ni wachungaji wa mifugo, wafugaji, waligeuka na kuwa ni wakulima sasa. Umeona sasa? So eneo iliyoongoza kwenye nchi ya Israeli ama Kanani pale wakati wa Israeli kwenye kilimo ilikuwa ni Bethlehem ya Yuda. So malaika alimwambia, lakini hiyo haipo kwenye Biblia, ipo kwenye chanzo kingine inaitwa Targum. Lakini kinachofanyika, mtu huyu ama huyu mama na mume wake walikuwa ndio anayemtumainia Mungu katika kipindi hicho ambacho taifa ilimwacha Bwana. Napata taarifa ya kuwa nyumbani kule kwao pana chakula, lakini sasa unaanzaje sasa? Uliondoka na mume mwenyewe, saa nyingine pia ukuambia mna amekufa au umeshazika huko, maana ni bali watoto nao umeshazika, unarudije sasa? Hebu pata picha ya kuwa Naomi alikuwa na hukumu namna gani akirudi. Ni kana kwamba sasa anapeleka msiba sasa, si ndio? Anapeleka kilio sasa. Ni sasa mtu amekaa mjini, amefiwa, amezika mjini, hasa anapeleka kilio wapi? Vijijini. Hebu twende kwa jina la Yesu. Bwana aliwajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye, akashika njia kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akamwambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Naomi anawaonea hawa mabinti huruma, maana walikuwa bado wadogo. Lakini yeye angekuwa na watoto wengine wa kiume, angewaambia wasubiri ili wakue. Tuliona kwenye ile Mwanzo sura ya 38 habari za yule rafiki yake
ila Mwadulami rafiki yake ya kuwa alifanya nini? Alimwahidi mkwewe kumpa nini? Kumpa mwanaye mdogo anayeitwa nani? Shela. Lakini hakufanya nini? Akumpa. Hatimaye yule mwanamama alikuwa na maarifa ya kiroho kumzidi Yuda, akamfanyia Yuda nini? Figisu, na hatimaye Yuda akampa ujauzito na anapata mapacha, na hatimaye huyo Tamari anakuja kuingia katika wanawake 5 waliotajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Hao wanawake ni wakina nani? 5 waliotajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Rahabu ndio wa kwanza, nisikupige ngumi Suma. Rahabu ndio wa kwanza. Nitajie kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho wewe. Tamari sawa, wa pili. Wa pili Ruthi mama mweo, usitafute maneno. Wewe. Wa pili Rahabu ndio wa 3. Ruthi sawa, wa 4. Betseba sawa, wa 5. Wa 5 Mariam. Sasa tupige Bwana makofi makubwa. Mariam wa 5. Mariam ametajwa. Nimesema wanawake 5 waliotajwa kwenye ukoo wa nani? Unapata kwenye kitabu gani na sura gani? Kitabu gani na sura gani? Kitabu gani na sura gani? Sura ngapi? Mstari wa 3, wa 5 na mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Na 16 napata Mariam. Hebu tupige Bwana makofi makubwa. Watakatifu Bwana. Hiyo ndio mwanzo wa kujua. Hebu twende. Bwana na watendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki na mimi pia. Tayari huyu Naomi anataka arudi mwenyewe. Alijua jambo la kwanza ya kwanza ilikuwa ni kosa kuwa na wakwe ambayo ni wa mataifa mengine, lakini mmoja atamng'ang'ania, mmoja atajitoa mwangamana. Umeona wale ambao wanajitoa kwa ajili ya Bwana, bila shaka wao huja kupokea. Utaona kabisa kwa yule Opa hakutajwa tena wala tujue alishiaji, lakini Ruti tayari anaingia katika ukoo wa kitakatifu. Hebu twende. Bwana na wajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nao kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenu? Umeona, ilikuwa ni desturi hiyo. Pia tunaona kwenye Kumbukumbu 25 pale ambapo alitakiwa mtu akifa akiwa na mke lakini hajapata mtoto, alitakiwa ndugu yake wa karibu afanye nini? Amuinulie uzao ambayo angekuja kuwa ni mrithi. Tutaona baadaye. Hebu twende. Enyi wanangu, mrejee, nendeni zenu, kwa kuwa mimi mzee siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, ningesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Ningejizuia msiwe na waume? La sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Umeona, anasema mkono wa Bwana umetoka juu yake. Kwa lugha nyingine, uwepo wa Bwana umetoka juu yake. Yawezekana uwepo wa Bwana. Je, kwa nini mkono wa Bwana ulitoka juu ya Ruti? Kwa sababu Ruti, jambo la kwanza, alienda kwa Moabu, lakini hatujaandikwa kuwa Elimeleki na Naomi walifanya nini? Walimuomba Mungu alipokuwa anakwenda kule, ingawa walimtegemea nani? Walimtumainia Mungu. Na ndio maana umeona Ruti alipata kufiti vizuri kwenye Torati, kwa sababu Naomi alikuwa anafanya nini? Anamfundika yamkini. Ndio maana Ruti akajua moja kwa moja jinsi ya kufanya nini, ya kukaa vizuri. Ndio maana sasa kwa utakatifu wa Bwana, jitahidi ufundishe mtu. Ukitaka kuzidi kuwa kwenye ukue kiroho, fundisha mtu, ongea
Moja kati ya njia ya kujifunza, huwezi kujifunza pasipo kuongea. Ongea yale unayoyajua ili upate nafasi ya kukaa ndani yako. Njia nzuri ya kujifunza ni kurudia. Tafuta mtu, ongea, pata sehemu pa kwenda kuongea. Ongea yale unayajua. Ndio maana Torati mtakuonyesha kuwa ilikuwa ni desturi kuandikwa kwenye miuno ya milango, kwenye paji la uso. Ilitakiwa tumekaa chakulani wanatupia, lakini wanakumbuka Torati. Wanatembea njiani na watoto watakuwa wafundishe nini? Wawafundishe Torati. Ni sasa hivi natakiwa tufundishe watu. Fundisha kila mtu Injili. Twende. Nao wakapaza sauti zao wakalie tena. Na Orpa akambusu mkewe, lakini Ruthu akaambatana naye akasema, sikia maneno hayo. Maneno hayo ni maneno ambayo yanajulikana sana kwenye kitabu cha Ruthi sura ya kwanza. Hayo ndiyo maneno watu wanajua. Watu wengi ukimuuliza mume wa Naomi alikuwa nani, anakuambia bwana sitaki kujua. Anajua kuwa mimi nitambatana na Mungu wako atakuwa Mungu, uendako watu wako watakuwa kifo tu. Andiko ile tumeka vibaya mno. Wewe mtu asikuapishe. Hiyo ni mkataba ya tari. Kama Mungu wake ni shetani, kama watu wake wanaendekeza yale mizimu, kama endako ni kubaya, hebu twende. Tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake. Basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruthu akasema, usinisii nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, nawe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo na kuzidi. Ila hapo atazikwa na Bwana amtende yani vibaya kama atakwenda kinyume. Anaapa kabisa. Alijitoa kweli kweli. Hebu twende. Ila kufa tu utatutenga ni wewe nami. Basi alipomwona kuwa kwani ya maneno watu watumii kwenye ndoa? Watumii kwenye ndoa? Anatumia sana. Mara nyingi ndio maana wamama wengi baada ya kifo, je, huwa hamtengani? Kwa sababu mume wako si anawakilisha watu wa kwao. Akifa tu mume wako kwa bahati mbaya, na kwambia bwana, mkataba umeishia pale. Anza kuchukua msingi zako, uchape lapa. Nini? Kifo tu itafanya nini? Wewe uliye hapa, ikitokea jambo kama hilo, isikilizie jinsi wanavyokuja juu kama moto wa kifuu. Sasa naomba niulize, na kutokana na haya na watu kwenye ndoa tumeapa hivyo kwamba mpaka kifo kitakapotutenganisha. Je, nikisema kwamba ndoa zote ni batili kutokana na haya ambao unatufundisha, na nitakuwa nimekengeuka? Ni kweli, kwani hizo ndoa unazionaje? Unaona kama ni ndoa hizo? Unaziona kama ni ndoa? Anza kuzifuatilia chumbani mpaka sebuleni uone mpaka jikoni. Sio ndoa hizo. Ndoano hizo. Ndoano hizo. Nenda jikoni, utoke jikoni uende sebuleni. Utoke sebuleni uende chumbani. Ndoano hizo. Hamna ndoa hapo. Niliwahi kuomba na watu waliyesema hivyo walikuwa na pete kwenye mikono yao. Walipagawa watu karibu wote. Nione watu waliokuwepo siku hiyo. Kuna watu hapa waliokuwepo, yule alikuwepo, yule alikuwepo. Kuna watu wengi walikuwepo. Wewe walikuwepo na ulikuwa bado ni mgeni. Aliuliza swali alafu mimi nikaomba nayo. Nilipoomba watu walipagawa vibaya mno. Ndio maana yote sio ndoa. Kama niliomba watu wakapagawa wote waliokuwepo hapo ambao walikuwa wamefunga ndoa. Pepo ilikaa. So ni vizuri sana kwa sababu utajifunza wengi. Siku moja nitaomba uone.
ili uone, na ndio mwanzo wa kufunguliwa. Inaweza ikawekwa sawa, ukaona sasa hata mafanikio yako, hata njia yako, maana hapo ndio pepo na limekukaba roba upumui upumui wewe. Oh, inawezekana hapo ndipo umetafuta kila kona, naombewa toka kwa jina la Yesu, anasema tutoke. Mkataba yangu usifanye mchezo. Hata Mungu anaheshimu mkataba huo. Utapiga hapo, utaona njia zako zikapo, utaona kila kitu narudi 100%. Haleluya. Haleluya. Basi alipomuona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo na hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehemu. Na ikawa alipofika Bethlehemu, mji wote ulitaharuki kwa habari zao. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi nalitoka hali nimejaa, naye Bwana amenirudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa? Basi Naomi akarudi pamoja na Ruthi Moabi mkwewe, ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu, nao wakafika Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shairi. Bwana Yesu asifiwe. Tayari anapofika Bethlehem, Efrata, Bethlehem, Yuda, mji na taharuki. Je, kwa nini mji na taharuki? Jambo la kwanza, walitoka watu 4. Tayari wanarudi watu 2, sura moja wala hawajui. So, kumbuka jina lake lilisema kuwa alikuwa anaitwa mtu mwenye furaha, lakini sasa anataka aitwe nini? Mara, ama aitwe uchungu, maana anasema Bwana amemtenda mabaya. Lakini yawezekana Bwana alimtenda, maana Bwana alikuwa hana msalia nini? Jiwe juu ya jiwe. Alikuwa hana msalia jiwe juu ya jiwe. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni agano ambao ukitenda mabaya hukumu ilikuwa inapita. Na kwa sababu Mungu alishaweka msingi wa Torati, hawakutakiwa kuwa na muunganiko na mataifa mengine, wala hawakutakiwa kuoa mataifa mengine. Inakuwaje Naomi anayejua Torati vizuri, anayejua neno la Mungu vizuri, na Elimeleki ni kweli alishakufa, lakini Naomi anarusuje Meloni amuoe Ruthi? Anarusuje Kilioni amuoe Opa? Kosa si kosa? Hebu tuone mambo machache kabla tujafikia mwisho. Pamoja na Naomi kufiwa na mume na watoto, Mungu alimuinulia watu wa kumsaidia kwenye maisha yake. Umeona sasa, Mungu aliinua nani? Mungu alimuinua Ruthi, na kupitia Ruthi akaja akainua ndugu wa karibu ambayo alikuwa anaitwa Boazi. Tutaona kabisa ya kuwa hili itachongwa, itakaa vizuri, na kupitia Boaz na Ruthu, Naomi atabeba mtoto kwenye miguu yake na kumlea. Mtoto huyo atakuwa anaitwa Obedi, na huyu Obedi maana yake ni mtumishi, servant. Yeye kwake itakuja kutokea itakuja kutokea Yese, na hatimaye kutokea Daudi, na baadaye kuja kutokea Kristo. Tayari Naomi alianza vizuri, na katikati akawa vibaya kwa sababu ya kwenda kinyume na neno la Mungu, lakini hatimaye Bwana anamuinulia watu. Je, sisi je? Hebu soma Warumi 8:28 alafu ruko usome 36. Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8, soma mstari wa 28 alafu ruko usome mstari wa 36. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunaoa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Bila shaka
tunauawa kila siku. Kuuawa maana yake nini? Ina maana tunateswa pamoja na Kristo. Ndio maana mtu akiwa ndani ya Kristo amesulubishwa pamoja na Kristo, amekufa pamoja naye, amefufuliwa pamoja naye. Ndio maana watu wengi hawafundishe habari za wokovu, wala sio lele mama. Wokovu umebeba mpaka kunywea kwenye kile kikombe alichokinywa nani? Kristo. Kuna wakati unateswa kwa ajili yao Kristo. Ndio maana Yesu alisema hivi, hakuleta amani, alileta nini? Kupanga. Ndio maana unapookoka tu wale wazee wa dini wanaanza kukataa. Ndugu zako wanakutenga sasa, wanakuambia umepotea, wanakuambia umechanganyikiwa, wanakuambia kuwa yani wewe yani umeishiwa, wanakupa majina yote, lakini majina yao walimuita Kristo. Wewe nani wasikuite? Ndio maana usiogope, kile ulichokipata ni thamani, kitunze vizuri, asije mtu akakitua. Amina, mtakatifu wa Bwana. Umesoma 36. Kisa cha Naomi na Ruthi kinatufundisha nini? Kinatufundisha kuwa hakuna mtu anayejitoa mhanga Bwana asiwe pamoja naye. Lakini kwenye familia yako, wewe kama mtu ambayo ni mwenye umri mkubwa ama kiongozi ama mzazi, je, unajitoaje kwenye familia yako na endeleaje? Hebu tuone kwenye Waefeso, anzia mstari wa 21 uende mpaka Waefeso 6 mstari wa 4. Tuone habari hiyo ya wewe unatakiwa ujitoe. Waefeso 5:21 na uende mpaka Waefeso 6 mstari wa 4. Hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakaze na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyani wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilokuwa na mawaa. Hivyo hivyo inawapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Waume kupenda wake zao kama miili yao. Umeona sasa, watakatifu wa Bwana, kuna mambo ambayo wanandoa itabidi tufundishe hapa, tuwakae na wanandoa tuwafundishe. Biblia imebeba jinsi ambayo mwanamke anatakiwa kuishi na mwanaume na jinsi mwanaume anapotakiwa kuishi na mwanamke, lakini pia jinsi baba na mama wanatakiwa kuishi na watoto. Lakini ni nani anayesoma Biblia ili aelewe hayo? Umeona hapo kipengele hicho cha Waefeso hiyo 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka mwisho. Ukisoma vizuri wewe mwanandoa, utajua usimameje kwenye nafasi yako. Kuna wakati mwingine eneo hilo hujasoma, hujaielewa. Na kuna eneo pia kwenye Waefeso 6 inayohusu wazazi na watoto. Kuna wakati mwingine watoto hao wewe unawachokoza, Biblia inakataa. Hebu twende. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Je, hiyo imeandikwa kwenye kitabu gani kwenye Agano la Kale? Na nani aliyesema hivyo? Mwanzo sura ya 2. Na mstari wa ngapi? Mstari wa mwisho. Wewe mtadii. Mstari wa ngapi? Nani aliyesema? Adamu ndiye aliyesema. Hebu endelea.
Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Siri hiyo ni kubwa, lakini yeye ananena habari za Kristo na kanisa. Nilikwambia hivi, nitafundisha habari za ndoa za Waebrania ama Wayahudi iliyokuwa kwenye Agano la Kale, jinsi ilivyokuwa ni picha kati ya Kristo na bibi harusi yake ambayo ni kanisa. Lakini watu wa Mungu, acha nikwambie, kwenye Agano la Kale ukisoma Isaya 53 na 54 na 55 utaona pale ya kuwa Mungu alikuwa mume kwa Waisraeli. Israeli ilikuwa ni mke wa nani? Kwenye Agano Jipya kanisa ni mke wa nani? Wa Kristo. So ndio maana Agano Jipya ni agano kati ya Kristo na mataifa yote. Ndoa ni mkataba. Ndio maana mkataba kati ya Mungu na wana wa Israeli ilifungwa pale kwenye mlima gani? Mlima Sinai, Kutoka sura 24. Wakala chakula pale, ikajengwa madhabahu pale chini na mawe 12, na ikachukuliwa baadhi ya damu ikanyunyizwa juu ile madhabahu na ikanyunyizwa juu ya watu, nao wakaulizwa maswali na Musa wakijibu. Ndio maana kwenye ndoa mke anaulizwa utafanya hivi, mwanaume anaulizwa utafanya hivi. So pale ndipo Mungu alipofunga ndoa na Waisraeli, na sisi ndoa yetu ilifungwa na bwana harusi wapi? Pale kwenye ghorofa, chakula cha mwisho, ambayo ni Luka 22 kuanzia mstari wa 20 na 22 mpaka 22, lakini pia unaipata kwenye Mathayo sura 26. Bwana Yesu asifiwe. So hebu pata picha. So kuna vitu vingine ambavyo tunahitaji tuvijue. Ukivichua, ukibeba, ukiweka kwenye nyumba yako kama ndoa yako, inakaa vizuri sana. Lakini nani anayetufundisha? Mtu mwingine ajue kwamba mahusiano yake na Kristo ikoje, mahusiano na Mungu ikoje, lakini ile ndoa kati ya Mungu na wana wa Israeli. Ndio maana nasema mimi kwenu ni mume niacha, mmekwenda kuzini na wanaume na miungu kule mlimani, ila maana mmekwenda kuabudu miungu mingine. Je, sasa hivi tumwache Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Mungu nisaidie nisiende huko zaidi. Twende, nafika huko baadaye nisikuchanganye. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Mke asikose kufanya nini? Kumstahi mumewe. Lakini kila mwanaume nampende mke wake. Umeona sasa? Lakini jinsi Kristo anavyoipenda kanisa lake, hata akautoa uhai wake kwa ajili ya kuikomboa kanisa lake. Kumbe mwanamume inatakiwa mpende mke wake, ajitoe kwa ajili ya mahitaji yanayohitajika pale nyumbani. Tupigie Bwana makofi makubwa. Kristo amejitoa. Ndio maana unataka uponyaji, Kristo anakupa. Unataka nini wewe kama bibi harusi? Leo mimi nitaomba kwa ajili ya bwana harusi, ili leo amguse bibi harusi wake, leo amjalie kupata mahitaji yake. Leo nitakwenda kuongea na bwana harusi wako, na kwenda kuongea na bwana harusi wako leo. Bwana harusi wao anatakiwa leo akupe hitaji la moyo wako. Kila mmoja ana hitaji la moyo wake. Lakini leo nataka nimwendee kama bibi harusi, nikamwambia, hi darling, ukoje bwana harusi wangu? Wananitesa bwana harusi wangu, usiniwache peke yangu. Watakatifu wa Bwana, ukienenda mbele za Yesu hivyo, hata kama ukitaka nini unapata yes, 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 yes. Lakini wewe unaenda kwa Yesu kama unaenda kwa kaka, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti aliye hai. Umebadilisha sauti, wewe bibi harusi wewe. Umemsai bwana harusi. Una heshima kwake. Ama kama unavyomwombaga mume wako, utaweka hela hapa mezani, weka hela hapa, hatukuangalia sura yako. Unamwendea Yesu hivyo wewe. Nataka gauni. Kwanza umekasirika. Mimi nakwenda kwanza tabasamu, yes. Yes. Smile. Nibusu bwana harusi, yes. Nikumbatie, yes bwana harusi. Mimi ni wako peke yako, yes. Watakatifu wa Bwana, kwani usipate. Lakini wewe umeshipaza shingo yako, umekaza mwili wako,
huna maneno mazuri mbele ya bwana harusi, ndio maana hupati. Wenzako tunajua jinsi ya kupata. Bibi harusi anajua jinsi ya kutoa anachokitaka mbele wapi? Ya bwana harusi wake. Hebu tupigie bwana harusi makofi makubwa. Mchungaji ananichosha mimi, na kuchosha. Mimi ni mchosho kweli bado. Ungekuwepo nilipokuwa nafundisha kitabu cha Wimbo Liye Bora hapa. Watu naidharau alafu nikaomba nayo hapa. Ninapomnyenyekeshea bwana harusi wangu, alipita katikati ya watu hapa. Bwana, kila mtu alikuwa anaimba wimbo huo na mbando. Twende. Leo tutakwenda mbele ya bwana harusi. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Umeona, na watoto wanao nafasi yao, Maana hii ndio haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Hiyo ndio amri iliyokuwa na ahadi katika zile amri 10. Ukiheshimu baba na mama yako, ina maana utapata kuishi miaka mingi. Amri yenyewe ahadi. Lakini kwenye Agano la Kale, kumbuka ya kuwa kila ahadi ilikuwa na maagizo. Lazima uwe na cha kufanya ili upate. Hata Agano Jipya, usidhani utabarikiwa hivi hivi. Unayo cha kufanya. Upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Enyi watumwa watiini wao walio bwana zao. Hapo nasema kwa wakati wako. Umeona, hata watoto wetu pia tunahitaji tusiwachokoze, na watoto wetu pia tuwafundishe vitu kama hivyo. Tukijifunza hiyo sura 5 wa Efeso, kuanzia unaweza kaanzia mstari wa kwanza, halafu ukifikia mstari wa 21 unaanza kuwa makini mpaka mstari wa mwisho, halafu unaendelea mpaka ile sura ya 6 kitabu cha Efeso. Imebeba jinsi wanandoa wanatakiwa kuishi, lakini pia jinsi mtu aliyeokoka anavyotakiwa kuishi na Kristo ama bwana harusi, lakini pia na watoto na wazazi, sura ya 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wazi kwamba Naomi alikuwa ameipandikiza kwa Ruthu imani yale katika Bwana Mungu. Umeona sasa? Hebu soma Kumbukumbu 11:18 mpaka 19 uone ilitakiwa afanye nini, ili uone kinachokosekana kwenye Injili. Huo ndio mfumo. Hata mtoto ambaye hajaanza kuongea mfundishe. Kuna watu ambao mtoto akizaliwa anaanza kutamkiwa imani yao. 11:18 mpaka 19. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu. Mungu anaongea kupitia Musa na kizazi kipya pale katika tambarare ya Moabu. Yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafunzeni vijana zenu kwa kuyazungumza aketipo katika nyumba yako. Umeona, kijana ameketi kwenye nyumba yako, uyaongee Injili. Unaongea ni wewe ndio unahitaji kufundisha watoto wako neno la Mungu, sio mchungaji. Wewe ni kuhani wa nyumba yako. Unasimamaje? Na utembeapo njiani na ulalapo. Hata njiani mnatembea kwenye daladala, ongea. Ulalapo, uketipo chakulani, ongea habari za Mungu. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Walikuwa wanaandika mpaka kwenye miimo ya mlango mpaka mlango. Torati ile ukitoka unaikumbuka. Lakini wao wakaja wakaielewa vibaya, wakaanza kuitumia kama ilizi, amulet. Ndio chanzo cha watu kuanza kufunga ilizi kwenye mikono na kwenye mikono huku. Ilikuwa ni swala la kuweka neno la Mungu Torati ili ukumbuke kwenye paji la uso na kwenye mikono. Wakaanza kufunga sasa. Wao wanaona kama ndio ulinzi. Ilitakiwa iwe ni ukumbusho kwao neno la Mungu, na ikae ndani yako kwa wingi, ukiisema na ikiwa sehemu ya maisha yako. Ili siku zenu zifanywe nyingi na za vijana zenu nao juu ya nchi Bwana aliyowapa. Umeona, kumbe siku zao zingekuwa nyingi na ya baraka kwenye ile nchi ambao Mungu aliapia baba zao, kama
maneno ya Torati yangekaa ndani yao na wakayaishi. Umeona? Ndio maana na sisi watakatifu wa Bwana, injili kae ndani yetu. Ni wajibu wetu kufundisha wale watu walioko nyumbani mwetu. Fundisha watoto wako, fundisha ndugu zako, ongea njiani, ongea kazini, ongea kila sehemu. Ndio siku zako zitakuwa nyingi kwenye nini? Nchi yako ni kwenye nchi wokovu. Imani ya Ruthu kwa Mungu ilimfanya adumu kuwa mwaminifu katika upendo wake. Kwa Naomi, yeyote atakaye poteza nafsi yake kwa ajili ya Mungu ataiona. Umeona? Imani hiyo ikamfanya Ruthu, umeona, yule Naomi akapata sasa msaada pamoja na umri ulioendelea sana. Ina maana sasa huyu mkwewe ndiye aliyekuwa anaokota masazo kwenye ile shamba ya Boaz. Naomi akaanza kula vizuri sasa. Umeona sasa? Tumaini karejea. Lakini pata picha, huyu mwanamke wa Kimoab anakuja kumtunza mama huyu wa Mwisraeli. Watakatifu wa Bwana, umeona Ruthi anapanda kwenye nini? Anapanda kwenye ile ukoo ama ile familia ya wakina Elimeleki. Umeona sasa anapopanda mema pale. Ndio maana Boaz atakamchike, atauliza huyu ni nani? Sema huyu ndio kale kabinti kutoka ule Moabu anayekuwa na upendo kwa ile bibi Naomi. Tayari Boaz anastuka, maana yeye ndiye aliyetakiwa kama ndugu ya karibu amhudumie Naomi. Tayari alipenda tabia zake Ruthu. Ruthu hakupendwa kwa sura kwanza, alipendwa kwa tabia zake. Alipanda akajitoa nafsi yake. Hakuna aliyetoa nafsi yake asiuone. Nimetoa nafsi yangu kwa ajili ya Injili, ndio maana nasema hiki. Siko kama nilivyokuwa. Fanya hivyo utaona mkono wa Bwana. Atakayepoteza nafsi yake Yesu anasemaje? Hebu tuone. Hebu soma Mathayo 10:39. Mwingine asome Warumi kuanzia mstari wa 13. Ruthi mpaka anaingia kwenye ile ukoo alifanya kazi ya ziada. Ndio maana hakuna baraka zinazokuja hivi kwenye sahani ya dhahabu. Wewe barikiwa, pokea. Wewe Ruthi kabla hajabarikiwa na anafanya kazi ya kueleweka. Anapanda kwenye ile familia kabla hajapata kuolewa pale. Wanataka tu upate tu hivi. Pokea, unadaka. Umedaka miaka mingi, rudi safari za kwenda Marekani. Huko hapa. Unabanana bongo hapa. Pokea. Ukitaka kwenda Ulaya, nenda kwenye ofisi ya Ulaya pale. Apply kwa ajili ya visa. Hapa kwetu tu hujafundisha Injili, unataka kwenda kufanya nini Marekani? Nataka kwenda kunani kule kutangaza umaskini wewe. Ndio maana watu wengi they are not prepared. You want to go to abroad. To do what? To tell them the truth or to tell them about your poverty. Ndio maana wachungaji wakitoka hapa wanakwenda kule Ulaya. Wanakwenda Odende na watoka. Amekwenda kule kuhubiri, njaanza kuangalia migorofa huko. Kwetu hapa kuna magorofa mpaka zimeenda juu angani kule. Katembea ukapande juu. Ukishaenda kule unasahau na Injili uliyekwenda preach, wanakupa zawadi, wanakusend off. Bakisha kusend off, unarudi huku umechanganyikiwa, una neno la Mungu. Hakuna kupokea bure. There is nothing for nothing. Nothing for nothing. Unaweza ukatumia vibaya kwa Bwana, toa zaidi ubarikiwe, maana huwezi kubarikiwa pasipo kutoa. I'm not saying that. Don't misquote me. Nasema hivi, neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi. Ongea neno la Mungu. Hakuna aliyetoa nafsi yake kwa kupeleka nini? Kupeleka neno la Mungu akabakia jinsi alivyo. Wanatafuta watu wa kuongea ukweli. Unaweza kaenda kule ukaanza kutangaza idadi ya wajane ulio nao kwenye kanisa lako, idadi ya yatima ulio nao kwenye kanisa lako, maskini ulio nayo kule. Hujafungatiwa fungati. Wanafungishia wale mabwana. Ukija nayo
Wao wameombea kwa ajili ya wajane na yatima, unakuja mdomo wako unaanza kupinda. Neno la Mungu haitoki. Bora tungeletwa kawapa wajane na yatima, bodie sema na maskini. Unakuja nayo unaweka kwenye account yako. Account imejaa mpaka imetapika. Unacheka wakati unakwenda upande. Walikupa kwa sababu ulitangaza maskini na wajane uliye nayo kule. Unaleta unaweka kwenye account yako. Mbaya sana. Mungu anakuinua uwe mchungaji. Ufanye hayo. Over my dead body. Kama niko mzima nitakutafuta kweli hata kama uko kwenye agizo kuu. Nakwambia Bwana, mimi hayo sikuyafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Tayari. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Utakayepoteza nafsi yako kwa ajili ya Kristo utaiona. Umeona sasa? Yule mwanamke akimwabu amejitoa kweli kweli. Lakini hatimaye huyo mwanamke anakwenda kubarikiwa na kutokea kuwa ni bibi wa nani? Bibi wa mfalme mkuu ambao ni Daudi. Na mfalme mkuu ambao ni Kristo Yesu. Lakini alibarikiwa baada ya kufanya kitu. Mimi sitarajii kubarikiwa pasipo kufanya chochote. Work hard. That is when God will bless you. God cannot bless you when you have done nothing. You can't have it where you have not planted. Plant something so that you can wait for harvesting. And you wait for the time for harvesting. You don't plant today, then tomorrow you want to start harvesting. It doesn't work like that. Ndio maana shetani anakamata watu wengi sana, maana shetani dako yake ni haraka, alafu hatimaye anakufungisha mikataba yote. Kukohoa unashindwa kukohoa. Unashindwa kunywa maji. Unabaki tu, yani umebaki sufuri. Huwezi kusoma Biblia tena. Soma Biblia miayo mpaka mdomo unataka kuchanika. Mwingine akasoma Biblia baba katika jina la Mungu. Nasema jambo nataka kunimeza nini? Mdomo utachanika. Tayari. Utasoma Warumi 4:13-17. Mahusiano na Wamoabu haikutakiwa, lakini haikuzuiwa. Mahusiano na Wamoabu haikutakiwa, lakini pia haikuzuiwa. Hebu soma kwenye Kumbukumbu 23:3 mpaka 6. Mwingine afungue Kumbukumbu 7:1-4. Uone kilichomkumba Kilioni pamoja na Meloni mpaka wakakatiliwa mbali haraka. Kwa sababu ukienda kinyume na Mungu tayari muungana na shetani, na shetani anakuwa ni boss wako. Anakutesaje? Uliyepata soma Kumbukumbu 23:3-6. Na mwingine afungue Kumbukumbu 7:1-4. Mwamoni wala Moabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Umeona, hawakutakiwa kuingia mkutano wa Bwana, na maana mahali ambapo walikuwa wanakutana Waisraeli kumwabudu Mungu kwenye hema makutano, baadaye ilikuja kuwa kwenye ile hekalu la Suleimani, na hatimaye kaje kaa kwenye ile hekalu ya Zerubabeli ambayo baadaye Herode alikuja kuitengeneza ikawa ni hekalu la Herode wakati wa Yesu Kristo. Hawakuruhusiwa Waamoni wala wa Moabu kuingia kwenye kongamano ama kusanyiko la Bwana, maana walikataa, pamoja na kuwa walikuwa ndugu za wana wa Israeli, maana walitoka kwa Lutu, na hawa Waisraeli walitoka kwa Ibrahimu, na Lutu na Ibrahimu walikuwa ni ndugu, lakini hawa Waamoni na Moabu walikataa kuwapokea Waisraeli ama wakakataza wasipite katika nchi yao wakati Waisraeli walikuwa wanaelekea Kanaani. Mungu akapitisha hukumu, lakini pamoja na hivyo bado mwanamke Moabu, Mungu anaonyesha upendo kwa huyu mwanamke kukubaliwa kuingia pale Israeli na kuwa ni mtu muhimu sana. Ndio maana Mungu ni pendo. Apenda nani? Watu. Mungu ni nani? Ni upendo. Wewe ni Upendo. wewe ni pendo. Napokuona hata sio pendo, lakini nataka kuanzia leo uwe nini? Uwe pendo. Sema nataka niwe pendo. Nataka niwe pendo. Upende nini? Watu. Wewe utasoma kwa wakati wako Kumbukumbu 23:3-6 na 7:1-4. Wamoabu
hawakutakiwa kuingia kwenye kongamano ama kusanyiko ndio nimekutajia. Kumwinulia ndugu aliyekufa mrithi, hiyo unapata kwenye Kumbukumbu 25 mstari wa 5 mpaka wa 10. Daudi na Yesu na Benjamini walizaliwa wapi? Efrata, Bethlehem ya Yuda. Tunakumbuka Benjamin anapozaliwa ilikuwa ni pale pale Bethlehem, na akifa nani? Akafa mama yake ambayo ni Raeli. Rutu anatufundisha nini juu ya ushirika wetu na Kristo? Nikiwa namalizia hapo, Rutu anatufundisha nini juu, habari za Rutu kwenye kitabu cha Rutu inatufundisha nini juu ya ushirika wetu na Kristo Yesu? Hebu soma Luka 9:23 haraka, alafu uruko some mstari wa 57 mpaka 62, na mtu mwingine afungue Luka 14 mstari wa 25 akiendelea. Nitakuwa naishia hapo. Halafu wewe ujiweke kwenye kuwa Rutu. Wewe tunakwenda kwenye kitabu cha Rutu, endelea nayo, jiweke kwenye Rutu. Wewe ulikuwaga wa mataifa, wewe ulikuwaga na nafasi ya kuwa ni taifa takatifu ama teule, ulikuwaga mzaituni mwitu wewe, jinsi ambayo yule Rutu alivyokuwepo. Sasa tujiweke pale, tufiti pale, uone jinsi ambayo Bwana atakuwa na huruma na wewe. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utawanya. Umeona sasa? Asiye kinyume na Yesu, huyo yuko upande wake, hata kama ni wa mataifa. Lakini asiyekusanya pamoja naye, huyo yuko kinyume na asiyekusanya pamoja naye, anatawanya pamoja na nani? Na shetani. Ruko some mstari wa 57 mpaka 62. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakapokwenda. Yesu akamwambia, bweha wana pango na ndege wa angani wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana hata pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wazike wafu wao. Yesu alisema hivyo kwa sababu unapotia jembe shambani kulima, usitazame nyuma. Unapoamua kumfuata Kristo, hii imebeba hata kujikana kweli kweli. Kuna mambo mengi, kuna hata ndugu watakukataa. Kuna ndugu ambao watakataa kushirikiana na wewe, lakini baadaye utakapobarikiwa watakuwa na ukaribu na wewe. Lakini mwanzo unapoingia katika Ukristo, alafu unampokea Kristo Yesu, wengi hujitenga na wewe. Umeona sasa? Lakini kumbuka ya kuwa hakuna anayemfuata Kristo akabaki jinsi alivyo. Acha hizi bla bla, unamfuata huku mguu mmoja nje, huku mguu mmoja ndani. Unakuwa kama fisi ambaye amefika njia panda, anasikia harufu nzuri natoka huku, harufu nyingine nzuri natoka huku, anataka aende huku, utapasuka. Songa mbele. Bali wewe nenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, anaambiwa aache wafu wazike nini? Wafu wenyewe wao, alafu yeye aende akafanye nini? Nenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Acha hizo. Soma. Bado anamaliza. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Usitazame nyuma, tusonge mbele. Kutazama nyuma ni mtego wa shetani. Ndio maana mke wa Lutu alitazama nyuma, akageuka kuwa nguzo ya nini? Ya chumvi. Twende mbele, tusonge mbele. Hebu soma 14 mstari wa 25. Nitakuwa naishia hapo. Wakati wako naomba usome Luka 14 kuanzia mstari wa 25 mpaka 33. Na ikiwa ndio mwisho wangu katika sura ya kwanza
Kesho tutaenda kwenye sura ya pili, lakini hakikisha umesoma sura ya pili. Na ukiweza soma pia umalize mpaka sura ya 4. Kila siku unaweza kusoma kitabu cha Ruth na kumaliza, maana ni sura 4 tu, wala sio sura ndefu. Amina. Unaweza kusoma kesho yote. Ukija tunaendelea kesho kutwa yote hivyo. Lakini wiki hii utaona kabisa kuwa kweli Mungu anatuthamini na yuko tayari kutenda kazi pamoja nasi. Lakini tukibakia tukaa katika mapenzi yake, lakini tukijali wasiojiweza, watakatifu wa Bwana, upendo tuliachiwa lazima ichukue nafasi yake. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Yapo mengi ya kufanya sana, ambayo kwa leo mimi nitamshukuru tu Bwana, lakini tuende kesho na kesho kutwa tunaweza tukasukuma hiyo gurudumu siku ya Jumapili tukiwa na muda, tukaenenda sana, maana kuna wale wanayetazama ndoa zao, kuna wanayetazama mikataba, kuna so naweza nikazisanya alafu nikaelekea nayo kwenye Jumapili, alafu tukatupa moto kwenye maeneo yote na ikateketeza. Pastor, ni sio swali la neno kwamba ngoja niseme hili mkono. Kuna mkaka pia alinitamkia hiyo Ruth kama inavyosema kwamba watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Akumalizia hapo akasema kabisa hata ukiolewa wewe ni wangu. Je, alisema kwa mema? Maana kama ukiolewa na kuaje wa kwake, ina maana ukiolewa huwezi kuolewa kaka kwenye ndoa. Utaachika tu atakupata. So umeona, ndio maana niliweza kusema kuwa neno hilo watu wengi wanaitumia vibaya. Makanisani wanakufungisha nayo ndoa. Kuna wengine wachungaji wanafungisha nayo ndoa, anajifunga nayo, na mtu anafunganishwa na huduma. Wewe ni kwenye utumishi, unaapishwa nayo. Kama amekaa huduma hiyo imekaa kwenye msingi wa kimungu sio mbaya, lakini wakitoka tu umetoka. Ndio maana mimi sikubali. Mimi watu wako wala watu wangu. Najua watu wako. Mungu wangu wako au Mungu wangu? Najua Mungu wako kwanza. Uendako nitakwenda, mimi nataka nipeleke injili. Inawezekana wewe unakwenda kutafuta fedha Ulaya, mimi nitapendaje na wewe? Mimi na wewe tuwezi tukaenda kwenye njia moja. Wewe unatafuta mapato, mimi natafuta kuokoa roho za watu nipeleke mbinguni. Mimi nataka wazungu injili wafikie. Mimi naaminisha, wanataka niaminisha watu kwenye ujio wa Yesu mara pili. Wewe unaaminisha watu wapate pesa hapa duniani ili waonekane muhimu. Mimi siko huko. So, uwe na amani. Leo sitafanya kazi, lakini kazi hiyo nitafanya. Ziko mikataba mingi tu. So, uwe na amani. Jumapili usikose. Mimi naona mikataba hiyo basi yani tangu Kristo umeingia watu wamefungamanishwa kwenye mikataba. Sana tu. Hiyo mikataba ndio imewafanya watu sasa hivi hata kuokoka. Wengine anakwambia mimi siwezi kuacha dini yangu, kwa sababu yani analiona neno kabisa linavyozungumzia. Kwa mfano mimi safari moja niliongeaga na mtumishi mmoja, nikamwambia mbona Biblia inasema hakuna ubatizo wa watoto wadogo? Yani nikawa namwelezea yale ambayo wanayafanya, lakini Biblia haijaruhusu. Akasema kwamba hiyo ni mikataba sisi ambayo tulishasainishwa kutoka huko watu waliotuletea, yani waliotuletea dini. Kwa hiyo yani hiyo mikataba inakuwa imeshawafungamanisha watu wengi ambao hata sasa hivi wanasikia kabisa neno la kweli, lakini hawezi kutoka. Maana ukitoka unataka kumwaga unga watoto wasiende Bwana. Nasema hivi, injili inakuja upya, kizazi kipya kinakuja. Ama unapata haya, ama unapisha njia, ama unashika unakwenda nayo, ama utapotea kabisa. Maana huu ndio wakati uliotabiriwa na manabii kuwa nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Lakini kama maji yajazapo bahari, ndipo hekima na maarifa ya kimungu yatajaza dunia. Yakijaza dunia, atakayekusa kutembea kwenye haya atapasuka vipande vipande, hautamuona. Andika chini, sio unabii, neno la kimaarifa hiyo. Watakatifu wa Bwana, unaposema kuwa unabatiza mtoto mdogo, unayo akili? Unayo akili? Ndio maana watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa.
Anayekufundisha kama hajapata taarifa inayostahili akakufundisha, amepotosha. Ndio maana manabii walipomwacha Mungu, bila shaka Mungu hakuwapa taarifa. Hatimaye walifundisha, waliangamiza watu wa Mungu kwa kufundisha mapokeo mabaya. Watakatifu wa Bwana, neno ubatizo maana yake nini? What is the meaning of the word baptism? Let us go back to the origin of that word. It comes from the original word, from Greek. That is bapto, which means to immerse. Can you sink the young baby or child inside the water? Unaweza kumzamisha mtoto kwenye maji? Unaweza kumzamisha kwenye bakuli? So unaposema unabatiza, sema ninambariki mtoto ama namnyunyizia maji ya farakana iliyokuwa kwenye Agano la Kale, Hesabu 19. Lakini ukisema unambatiza, ina maana namzamisha. Huwezi kumzamisha. Ndio maana angalia sehemu zote kwenye ubatizo palikuwa na maji tele. Walizamishwa. Lakini sasa ukisema hivyo, ndio maana usiyejua mwanagizo kuwa huwezi kumdanganya hayo, mtakula sani moja. Mwanagizo kuwa patachimbika. Lakini nani? Ndio maana anayekuruhusu usome Biblia mwanzo mpaka Ufunuo nani? Akufundishe. Ukijua sasa tamquestion. Ndio maana mchungaji akifundisha hataki maswali, at no question, no compromise. It is final. Hakuna kitu kama hicho. Yesu alitoa nafasi kwa ajili ya wanafunzi wake kuuliza maswali. Yesu aliuliza nini? Ndio maana ile injili iliyokuwepo kwenye karne ya kwanza tunaileta, na wasubiri tunawashika siku chache zijazo. Amen. Tunakwenda kuwashika, tuwashiki. Tutawashika wote. Amen. Dunia yote itaongea lugha hii tunayoongea. Atakaye kataa atapotea. Lakini lazima uvunje msingi uliokuwa nayo, ile msingi ya mapokeo yako, ile msingi wa kuchukua fedha Ulaya, ile msingi wa kukomba fedha na kujilimbikizia, lazima utupe. Huwezi kujenga msingi juu ya msingi. Amen. Ubomoe, uanze upya. Haleluya. Hiyo ngumu sana mchungaji. Ngumu. Kisichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kuna watu ambao wana Mungu ambao hayo itawezekana kwao. Wala Mungu hataki watu wengi. Sodoma na Gomora angepata 10 tu. Angeisaza, singeisaza? Angesaja hiyo mji pacha. Lakini 10 ilikosekana. Je, agizo kuu hatuwezi kupatikana 100 hata 1000? Patikana 1000. Kila moja atafungiwa kienge cha moto kama Samsoni alipofungia mbweha wawili. Mashamba atateketezwa vibaya mno. Itateketezwa vibaya mno. Mimi nitashika kienge changu kama mbweha, nitakwenda. Kama utabaki tu wewe. Lakini Mungu atanipa uzima na afya ya kupata kupeleka. Lakini kabla sijaipeleka, watatokeza watu wanaongea Biblia. Ukiwasikiliza umekwenda na maji. Ukiwasikiliza unampa Yesu maisha yako. Maana neno la kweli likiongelewa, injili ya kweli, matendo makuu ilikuwa sehemu ya injili ya kweli. Watu wa Mungu tarajia kuona matendo makuu yajawahi kutokea duniani. Lakini kama utafundisha ukweli. Swali la mwisho, Jumapili tutakuwepo, iweke chini, tutaenda kesho tena. Kazi itafanyika kubwa sana. Itafanyika kubwa sana. Kama tutakuwa na nafasi Ijumaa, tutaanzia Ijumaa. Tunaitupia Jumapili. Swali haraka. Swali, ila kwenye ubatizo hapo, yule Joshua alikuwa anabatizwa kanisa fulani akiwa mdogo mwaka mmoja. Lakini kilichotokea, alishika ile bakuli, akamwaga maji afu akampiga mchungaji kofi. Yaani kiasi mchungaji mpaka akawa amepoteza ile challenge. Lakini akawa anamng'ang'ania kumbatiza na maji mengine Joshua, lakini akawa na nguvu kuliko mchungaji. Basi lile jambo walifanikisha, lakini ni kwa shida sana, yani ilikuwa haijawahi kutokea. Sasa huyo alikuwa ni mtoto wa kimungu na hayakuwa sehemu ya maisha yake. Akaumwa. Mimi niko tu chumbani ninaomba, lakini yani ni wakuuma kabisa mpaka anaweza akapoteza hata maisha. Ikawa ni shida. Lakini sasa nikawa najiuliza, kwa nini alipata nguvu mtoto mdogo mwaka mmoja akamzidi mchungaji? Mpaka bakuli kaanguka na maji yakamwagika, wakang'ang'ana. Yaani wazee wale wakang'ang'ana sasa kumshika, lakini kwa sababu mtoto huyo alikuwa na uwepo wa Mungu ndani yake. So kilichokuwa kinapinga ndio hicho.
Watakatifu wa Bwana, mtu anapokubatiza na bakuli, yapo mambo ambayo yapo kinyume. So mambo yapo kinyume yanafanya nini? Yanafungua mlango kwa ajili ya shetani kutenda kazi. Mimi naomba watakatifu wa Bwana. Naona ulikuwa na swali. Nilikuwa ninauliza hivi, kwa nini Naomi hakuwarudisha yeye mwenyewe wakwe zake kwao, akawaambia warudi wenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Naomi angewarudishaje? Maana si angeingia kwenye matatizo. Unapowarudisha ungekuambia, Bwana, unarudisha binti yangu hivi hivi, umeshamtumikisha huko, hebu nilipe kwanza. Naomi alikuwa mtupu hapo. Kwanza walianza safari, na maana alikuwa anaongea wako safarini, wameshatoka, wameshaanza safari, walishaanza safari. Angeenda alikuwa na nini? Alikuwa na chochote? Alikuwa mtupu. So angemwambia, Bwana, hebu tulipe kwanza, ingekuwa habari zingine, si ndio? Lakini Rutu alimng'ang'aniza, ndio maana Naomi alikubali. Lakini Naomi naye alikuwa hajui kule mbele atapata nini, maana kama unavyojua wa Moabu walikuwa hawaivi na wana wa Israeli. Wa Moabu walikuwa ni maadui za Waisraeli kweli kweli. Utaona kule mbele kwenye habari za, utaona kwenye habari za wale manabii kule, utaona habari za wa Moabu hao. Nani mwenye neno la mwisho? Naona kama una neno. Mimi nipo katika habari ya ndoa. Habari ya ndoa imekushika sana. Kuna baadhi ya madhehebu ya Kikristo wanatumia wakati wa kufunga ndoa kuveshana pete. Lakini kuna dhehebu lingine ambalo mimi mara ya kwanza kabla ya kuja hapa nilikuwa huko, Full Gospel, ufungi ndoa kwa kuveshwa, kwa kuvalishana pete. Na inasemekana kabisa wakati wa nyakati za kanisa la kwanza, watu walipokuwa wanafunga ndoa walikuwa wavalishani pete mikononi, walikuwa wavalishana labda kama huko, yani kama puani hivi. Sasa kwanza pete ilikuwa ni, yani ilikuwa ni uthibitisho kweli kwamba huyu ni wangu, au ni mila tu na desturi ambazo zilikuwepo nyakati hizo. Bwana Yesu asifiwe. Habari za pete. Habari za pete, watakatifu wa Bwana. Angalia Biblia, ndoa kwenye Biblia. Hii habari za pete ni desturi na mila ambayo ipo katika dunia. Umeona sasa? Ipo katika mzunguko wa dunia. Lakini hizo pete zimepotosha watu wengi sana. Hizo pete wengine wameingiza wengi katika matatizo, kwa sababu kinachosemwa ni nini kwenye hiyo pete. Umeona sasa? Najua watu ambao wana pete, lakini hizo pete zao akitoka nyumbani ameichomoa, ameweka kwenye mfuko. Baadaye anajisahau, mtu akamwambia, pete, mbona pete upo kwenye mfuko? Na yuko kwenye mkono, ndio akaanza kukimbia. So hizo zipo, lakini nasema hivi, ndoa wala sio pete. Pete ni udhibitisho tu ya kuwa huyu ameolewa. Lakini sasa hivi wadada wengi ambao hawajaolewa wanavaa hizo pete tu ili apandishe cheo ya kuwa ameolewa, kumbe hajaolewa, hajaota hata kuolewa. Mume wangu, naogopa mume wangu. Hamna kitu kama hicho, danganya toto. Anyway, zipo kwenye Biblia, tutaziona. Tutaangalia hii ndoa ya Boazi na Rutu, si ndio? Ndani ya wiki hii. Naomba Bwana, muda umeenda. Nashukuru jina lako Jehova mweza wa yote kwa ajili ya siku ya leo tena, maana uwepo wako ulikuwa pamoja nasi, ukipitia nasi Baba kwenye kitabu cha Ruti sura ya kwanza. Tumeona Baba wa rehema jinsi ambayo mzaituni mwitu ikipata kuingia Baba wa rehema kwenye shamba la mzaituni wa kweli. Sisi tulikuwa ni mzaituni mwitu, lakini Bwana ukapata kutukata na kutupandikiza Baba wa rehema juu ya Baba shina ya mzaituni wa kweli, nasi tumefanyika kuwa ni mzaituni wa kweli. Baba mweza wa yote, ututazame Baba katika wiki hii Baba wa rehema. Sisi ambao tukustahili Baba kubeba injili yako, umetupa hiyo neema Baba wa rehema. Nasi Bwana tuko tayari kutangaza Baba fadhili zako.
Yapo watu waliofungwa mikataba Baba wa rehema, katika Baba ndoa na katika mahusiano, katika biashara, katika kazi na mabaya yote. Baba, neno lako lipite katika maeneo hayo na kuanza Baba wa rehema kuyakata. Vifungo vilainike na matokeo yote yaanze kufunguliwa. Nashukuru jina lako ya kuwa tutakapomaliza kitabu cha Ruti, Baba wa rehema, utapita katikati yetu na mabaya yote yakitoka. Ninashukuru jina lako Baba wa rehema, kwa Baba wa rehema hata yote uliyotufundisha siku ya leo, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi uwe na amani mtakatifu wa Bwana. Tuende mdogo mdogo, lakini bila shaka tutakuwepo kesho tena. Lakini unaweza ukaja chini ya msalaba, unaweza kuanza kuja chini ya msalaba kama kuna sehemu umeguswa. Unaweza ukaanza kuja chini ya msalaba hapa na kuwepo kuanzia saa 7. Nikikutana na mtu mmoja mmoja tuanze kwenda, lakini hatimaye Bwana atatupa moto, utaona kiteketeza mashamba ya Filisti kwenye maisha yako. Basi ubarikiwe sana mtakatifu.